Tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Neno la Mungu nasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Damu ya Yesu Kristo. Duniani kuna watumishi wengi kweli. Kuna watumishi wengi, wachungaji wengi, wainjilisti, mitume, manabii, maaskofu, walimu, watumishi wanaojiita kwa majina tofauti tofauti yenye vyeo, yenye sifa. Lakini ukisoma kitabu cha Zaburi ya kwanza anasema, heri watu wale wasiokwenda pamoja na watu wenye dhihaka, wenye jeuri, wenye kufanya midhaa, wenye mzaa mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyehudhuria mezani pa watu wenye mzaa. Heri mtu yule asiyehudhuria katika makundi ya watu waongo, wanaojiona wao, wanaojiita ni watumishi, lakini hawana neno la Yesu Kristo, hawana kweli ya Mungu. Maneno yao na injili wanayohubiri ni uongo wa kuzimu. Heri mtu yule asiambatana nao. Kwa sababu gani? Duniani wakati huu kuna watumishi wa kisiasa, wachungaji wa kisiasa. Kwa sababu ni wachungaji wa kisiasa, wanahubiri maneno ya kisiasa ya dunia hii, alafu wameyaita hayo ndiyo injili ya Yesu Kristo. Na wale watu wanaowafuata, wale watu wanaowaamini kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, pasipo kujua wanasikiliza maneno ya kisiasa ya dunia hii. Hawahubiriwi injili ya Yesu Kristo, wanahubiriwa siasa. Sasa na wao wanawaamini, sasa wanasema maneno hayo ndiyo injili ya Yesu Kristo. Wasijue ni wachungaji wa kisiasa. Kuna wachungaji wa kibiashara, kuna manabii wa kibiashara. Hawa wanahubiri tu biashara na uchumi. Wao wanachohubiri makanisani kwao, katika mikusanyiko yao, wanahubiri tu biashara na uchumi, namna ya kupata biashara, namna ya kukuza uchumi, namna ya kukuza ujasiriamali. Alafu watu kwa kuwa wanatamani kuwa wenye nguvu ya kiuchumi, wanatamani kuwa matajiri, watu wanahitaji fedha na mali. Sasa wanawapenda hawa watu, wanaingia kwenye makanisa yao, wanahubiriwa fedha na mali za dunia hii, alafu wamedanganywa kusema hii nayo ni injili ya Yesu Kristo. Sasa watu wanaamini hii ni injili ya Yesu Kristo, wasijua wanahubiriwa biashara na uchumi, na sio neno la Mungu, sio neno la Kristo. Lakini wako wachungaji wa mshahara, kama Yesu Kristo Bwana wetu anavyosema, wachungaji wa mshahara. Hawa wanahubiri fedha na mali tu. Hawa wanadili na magari na majumba tu. Hawa wanadili na kila kitu cha dunia hii, kwa sababu wanataka kitu duniani. Wakati fulani wanasema amani, amani, wanahubiri amani, lakini usipotoa kitu kwao, kama nabii Mika anavyosema, usipotoa kitu kwao vinywani mwao, wanakuandalia vita. Kwa hiyo amani ya watu hawa, wachungaji hawa na manabii hawa, ni pale wewe unapokuwa na kitu mkononi, unatoa kinywani mwao, unawapa, wewe ni rafiki. Lakini ukienda makanisani kwao, huna shilingi, huna kitu mkononi, wanakuandalia vita, wewe ni muumini mbaya. Hawa ni wachungaji wa mishahara. Na Bwana wetu Yesu Kristo amesema wengine ni wachungaji mbwa mwitu, wengine ni manabii wa uongo waliovaa ngozi
ya mwanakondoo. Wote wanaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Wote wanasema tumetumwa na Yesu Kristo. Wote wanasema ni Bwana wetu Yesu Kristo ametutuma. Sisi ni Wakristo na haya makanisa ni ya Kristo, lakini hawafundishi neno la Mungu, hawana neno la Kristo, wana mafundisho, maneno ya dunia na maneno ya kuzimu. Hawajatumwa na Yesu Kristo hawa, ila wametumwa na kuzimu kuharibu kweli ya Mungu, kuharibu neno la Yesu Kristo. Wao wanapata fedha, wao wanapata umaarufu, lakini shetani anatimiza lengo kwao kuharibu injili ya Yesu Kristo isisikike ulimwenguni. Watu wasiijue injili ya kweli, watu wasiijue njia ya kweli, watu wasijue uzima wa milele waliopewa bure kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Watu hawataki kujua hiyo. Hili ndio lengo la Ibilisi. Shetani anawatumia hawa watumishi wenye tamaa mbaya. Wao wanapata utajiri, fedha na mali, lakini wanaipotosha injili ya Yesu Kristo. Sasa ulimwengu wanasikiliza maneno ya dunia, wanasema hii ndiyo injili ya Yesu Kristo. Wameisahau injili ya Yesu Kristo yenyewe, wala hawaijui na wala hawahitaji kuijua, kwa sababu maneno matamu ya dunia hii ya fedha na mali, majumba na magari yamekuwa matamu hata hawataki tena kusikia kwa habari ya Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo anasema lazima tuwachunguze. Tukisha kuwaona hawana neno la Mungu, wana maneno ya dunia, hatuwezi kujiunga nao, ila tunaomba Mungu watu hao wajiunge na sisi, wasikie neno la kweli, wamtukuze Mungu, wamheshimu Yesu Kristo. Ila sisi kuambatana nao katika madhehebu yao, katika madhabahu zao, kwa mafundisho haya ya dunia, vitu vya dunia vinahubiriwa ndio tuseme hiyo injili ya Yesu Kristo, hatuwezi kuwa nao. Nuhu hakufanya hivyo. Neno la Mungu lilikuwa kwa Nuhu, lakini neno la Mungu kwa kinywa cha Nuhu lilikataliwa na ulimwengu wote, kwa sababu ulimwengu ulikuwa na tamaduni yao na injili yao na mafundisho yao yaliyochanganywa na kuzimu. Wanasema hiyo ndiyo injili ya Yesu Kristo. Watu hawa hawakutaka tena kuwa pamoja na Nuhu. Nuhu alihubiri injili miaka 120, lakini kila wanapolisikia neno la Mungu kwa kinywa cha Nuhu, ulimwengu unakataa. Sio kwamba walikuwa hawamchi Mungu. Watu wa ulimwengu walikuwa wanamcha Mungu, lakini kwa maneno yao. Wanamcha Mungu, wanamwabudu Mungu kama wanavyotaka wao, kwa maneno yao na kwa tamaduni yao na kwa kitu kile walichokichagua wao. Tutamcha Mungu kwa hiki na hatuwezi kumcha Mungu kwa hicho, kama wewe unavyosema Nuhu, hatuwezi kumcha Mungu. Watu wa zamani za Nuhu wakaikataa safina. Kuitazama safina, kuiamini safina ndio kumwamini Mungu na kumcha Mungu. Watu wakaikataa safina, wakataka kumcha Mungu kwa njia zao na kwa maneno yao, kwa kuchanganya na maneno ya dunia yenye kuleta utamu zaidi, wasijue ni utamu wa kuzimu. Wanahubiriwa fedha na mali, maendeleo. Wanahubiriwa mambo walioyachanganya na mambo ya dunia, wanasema wanamcha Mungu, wasijue kuzimu kunapokea maelfu ya watu. Mwisho wa siku, Nuhu peke yake na mkewe na watoto wake 3 na wakwe wake wa watoto wake 3, watu 8 ndio wanaitukuza safina, ndio walioiamini safina, ndio waliomwabudu Mungu kwa njia ya safina. Hawa ndio waliookolewa ndani ya safina, watu 8. Hili ndilo kanisa la Mungu analojisifia katika dunia ya kwanza. Aliokoa watu 8 waliomwabudu. Hata tukiwa wawili, tutamwabudu Mungu kwa neno la kweli, kwa njia ya Yesu Kristo, katika mwili na damu yake. Hata nikiwa mmoja, hata tukiwa wawili, hata tukiwa 3, hata tukiwa 5, tutamcha Mungu. Mungu analikubali hilo kanisa, madam tu tuna neno la kweli,
maadamu tu tuna mwili na damu ya Yesu Kristo, kama tu tumaini letu na imani yetu ni mwili na damu ya Yesu Kristo, kama tunaheshimu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, tutabaki na hii Injili. Hatutachanganya na maneno ya dunia kama wengine wanavyofanya. Hivi ndivyo walivyofanya watu wa Nuhu zamani zile. Mungu akajipatia watu 8 tu, ulimwengu mzima ukamkataa. Haukutaka kuiangalia safina, walitaka kuangalia kula na kunywa, kuoa na kuolewa. Wakasema sisi tunamcha Mungu hivi, kumbe wasijua wanamcha Ibilisi, Shetani. Wakaenda huko wakavuna mauti. Lakini Nuhu alitengwa. Nuhu akajitenga na neno la Mungu peke yake, neno hilo likamwokoa. Ndiyo kizazi hiki tunachoishi leo, ishara kuonyesha wale wenye neno la Mungu wataokolewa kama Nuhu baba yao. Sisi ndio kizazi cha watoto wa Nuhu. Hata zamani la Lutu, neno la Mungu limefika nyumbani kwa Lutu, Mungu wa Ibrahimu. Lakini Lutu anahubiri injili Sodoma na Gomora. Mwisho wa siku wanataka kumfanya vibaya, kwa sababu watu wa Sodoma na Gomora wamezoea mambo ya machafu ya kuzimu, wameyachanganya katika ibada zao. Wanasema sisi tunamcha Mungu, wewe ndio uliyepotea. Lutu akihubiri injili anachekwa, kwa sababu neno la Mungu la kweli halipendwi na dunia. Ila watu wa dunia wanapenda maneno ya dunia, uwahubirie, uwaambie haya ndiyo maneno ya Mungu. Yaani dunia inataka uwadanganye. Dunia inataka uwadanganye kwa maneno yao wenyewe ya dunia, uwaambie hii ndiyo injili ya Yesu Kristo. Wanakufurahia. Lakini unapowaambia injili ya Yesu Kristo ni mambo ya mbinguni, kama vile mwili na damu ya Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kuna faida gani kwa ulimwengu? Kwa nini alikufa? Kwa nini alifufuka? Ukiwaeleza muhimu wa haya mambo, hawataki kukusikia. Wanataka kusikia maneno ya dunia, kwa kuwa wao wenyewe ni watu wa dunia. Sasa dunia inataka uwadanganye kile ambacho kitu wanakipenda, uwadanganye katika mambo wanayoyapenda. Ukiwadanganya vyovyote vile, hata kama wanajua unawadanganya, lakini kwa kuwa hayo mambo wanayapenda, wanafurahi, wanasema wewe ni Bwana, wewe ni mtumishi wa kweli. Dunia inafurahia mambo yao, na watakatifu wanafurahia neno la Mungu, wanafurahia ibada takatifu. Kwa hiyo tuko tumegawanyika. Hii ndio nguvu ya Ibilisi. Wewe unapofurahia kufanya ibada, wao wanafurahia kufanya mambo ya dunia, wako bize. Kwa hiyo hata Lutu alipohubiri injili, tena Biblia inasema akahubiri injili mpaka kwa wakwe waliowaposa watoto wake, wakamcheka, kwa sababu kitu anachowahubiria, maneno anayowahubiria, ingawa ni kweli, lakini kwao ni ajabu, kwao ni dhihaka, kwao ni upuuzi, kwa sababu ibada walizozizoea Sodoma na Gomora ni za mchanganyo, kwamba wanamcha Mungu. Sio kwamba wanamcha Mungu, wanamcha Mungu, lakini wanamcha Mungu kwa vitu walivyovichagua wao, sio kwa neno la Mungu analolitaka, bali kwa maneno yao. Sasa watumishi wao wanahubiri kama ulimwengu unavyotaka, wakasema hii ndiyo ibada, wakamkataa Lutu. Sodoma na Gomora hakuokolewa hata mtu. Badala yake unaona hata mke wa Lutu, kutokana na tamaduni za Sodoma zimekuwa zina nguvu na watu wanazipenda, ni maarufu ibada za Sodoma na Gomora, hata mke wa Lutu akapotea. Mke wa mtakatifu ameshindwa kubaki na neno la Mungu, amepotelea kuzimu. Lutu ingawa alienda Sodoma na maelfu ya watu, watumishi, watu wa nyumbani kwake, kwa sababu hata kutengana na Ibrahim kulikuwa kutokana, sehemu ni ndogo. Lutu ana makundi makubwa ya ng'ombe, ya wanyama na watumishi.
lakini mwisho wa siku Mungu anakuja kumwokoa Lutu, anamkuta Lutu na watoto wake wa kike wawili. Sodoma inachomwa moto yote, lakini anayeokolewa ni Lutu na mabinti zake wawili. Kundi kubwa la Lutu liko wapi? Limepotelea ulimwenguni. Watumishi wa Lutu wako wapi? Wamepotelea Sodoma na Gomora. Watu waliokuwa wamemzunguka Lutu mwenye neno la Mungu wako wapi? Wamepotelea Sodoma na Gomora. Mke wa Lutu yuko wapi? Hata neno la Mungu limefika, huu ndio mwisho wa Sodoma na Gomora, ondokeni, okoeni roho yenu. Bado mke wa Lutu anaipenda dunia, akageuka nyuma. Sodoma kwake, Sodoma na Gomora ni njema na ni nzuri moyoni kuliko neno la Mungu, akageuka nguzo ya chumvi. Kwa hii maana yake nini? Ndivyo watakatifu wanavyopotea leo. Huu ni unabii kuonyesha kanisa nyakati za mwisho litapotea hivi, kama Mungu hatapunguza wakati wa kuja, kwamba hatafupisha huo wakati, watakatifu wengi watapotea. Kwa sababu umtazame mke wa Lutu, watakatifu kanisa litapukutika kuelekea kuzimu, kwa sababu tamaduni na kawaida za kuzimu zilizoko ulimwenguni kote katika kila taifa ni tamu kwa wanadamu, zinawapendeza wanadamu, ni usasa ulioje, lakini wasijue ndio mtego wa Ibilisi kuwaingiza kuzimu. Kanisa linapotea, watakatifu wanapotea, watumishi wanapotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwaka tamaa, kwa kuyapenda mambo ya dunia. Sasa wameliacha neno la Mungu. Mke wa Lutu analiona neno la Mungu ni hili, Mungu amemfuata, ondoka na angamiza Sodoma na Gomora. Ingawa anamuona Mungu, lakini Sodoma ndani ya moyo wake ni kubwa mno, anaitamani, akapotea. Ingawa tunahubiri injili hivi hivi, tunawaeleza watu hivi hivi, ulimwenguni kote tunataka watu wasikie hii injili, tunawaeleza njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo peke yake, kumwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake, kuyatukuza mateso ya Yesu Kristo ya msalaba na mauti ya Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo siku ya tatu. Hii ndiyo njia ya mbinguni. Watu wanakwambia wewe umepotea. Wanataka uwahubirie mambo ya kuoa na kuolewa. Wanataka dunia uwahubirie kuhusu fedha na mali. Dunia inataka uwahubirie magari na majumba. Dunia wanataka uwahubirie mambo ya dhihaka ya kutukanana, mtumishi huyu kumtukana huyu, huyu kumkejeli huyu, kutoa siri za huyu, huyu kutoa siri za huyu. Watu wanapenda haya maneno, wasijue ni maneno ya kuzimu. Watu wa dunia wanapenda kuhubiliwa, kumshika mtu kwamba huyu ni mchawi, aliyekuroga ni huyu. Hawa ni waganga waliojigeuza kuitwa watumishi wa Yesu Kristo, lakini ni waganga wameingia kwenye mifumo ya makanisa. Haya maneno, huu uchafu ndio unaopendwa na dunia. Kwa Lutu ulikuwepo, kwa Nuhu ulikuwepo, waliangamia wote. Neno la Mungu linakataliwa duniani. Sasa sisi hatuwezi kujiunga nao, hatuwezi kuvumiliana nao, kama neno la Mungu linavyosema, Yesu Kristo mwenyewe anavyosema katika Ufunuo 2:2. Najua huwezi kuchukuliana na hawa watu, tena umewajaribu na kuwajua kuwa hawa ni waongo. Kwa hiyo huwezi kuchukuliana nao, najua, kwa sababu umelishika neno langu, umelishika jina langu, unaitukuza damu yangu. Kwa hiyo umewaona hao watu ni waongo, ndio maana umejitenga. Hatuwezi kuwa nao, tutakuwa kama Nuhu baba yetu, tutabaki hivyo. Na wale wenye kuhitaji kupokea mahubiri haya kuwa pamoja na sisi, tunamshukuru Mungu kwa sababu wanaokoa roho zao. Tutabaki kama Lutu, tutabaki kama Ibrahimu. Kanisa la Mungu tangu mwanzo, Mungu anaonyesha sio kuwa na watu maelfu na maelfu. Kanisa la Mungu sio kuwa na watu elfu ndani ya kanisa.
Kanisa la Mungu ni mtu mmoja akiwa ana neno la kweli la Mungu. Ni mtu mmoja anayemtii na kumheshimu Yesu Kristo, anayetukuza mauti ya Yesu Kristo, anayejua maana ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo na kuishi katika imani hiyo. Huyu ndiyo kanisa la Mungu, siyo maelfu. Watu wanatakiwa kujua hivyo. Kwa hiyo utakuwa maarufu kwa sababu na watu wengi, utapata pesa, ndio wanakusanya sadaka, wanachukua sadaka, wanashiba, wanakuwa matajiri, lakini mahali pao kuzimu, kwa sababu maneno wanayoyahubiri wameamuliwa na kuzimu. Kwa hiyo kwao ni kuzimu, sio mbinguni, kwa sababu watumishi, wanafunzi wa Yesu Kristo wanahubiri mambo ya mbinguni, kwa sababu Yesu Kristo ni wa mbinguni. Kwa hiyo hawahubiri mambo ya dunia. Injili ya Yesu Kristo siyo mambo ya dunia. Injili ya Yesu Kristo ni mambo ya mbinguni. Mambo ya mbinguni ni Yesu Kristo. Kwa hiyo mwili na damu ya Yesu Kristo ndiyo mambo ya mbinguni. Unapohubiri kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, unahubiri mambo ya mbinguni kwa ajili ya uzima wa milele wa roho zetu mbinguni, sio kwa ajili ya uzima wa mwili. Uzima wa mwili tumekwisha kupewa kwa neema. Tunaishi ulimwenguni ili tumche Mungu kwa Yesu Kristo, tuamini katika mwili na damu yake, tuwe na uzima wa milele mbinguni. Kila kitu ni cha mbinguni. Mungu ni wa mbinguni. Yesu Kristo ni wa mbinguni. Mwili na damu ya Yesu Kristo ni mbinguni. Kwa hiyo unapohubiri kwa habari ya Yesu Kristo, unahubiri mambo ya mbinguni. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya uzima wa roho mbinguni, sio duniani. Duniani tayari tunaishi, tumepewa neema, tunaishi. Ukiishi miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 70, miaka 50, tunaishi ili tukaishi mbinguni tukimwamini Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kujua hili. Sasa nataka niseme na neno hili. Duniani kuna wazazi watatu. Mungu ametupa wazazi watatu. Wazazi watatu hawa mwanadamu anatakiwa kuwatii, kuwaheshimu, kufuata wanavyosema. Wazazi watatu. Wazazi wa pili, wanadamu wote ulimwenguni wanawatii na wanaishi vile walivyosema. Kwa 100%, hakuna mtu aliyewahi kumkosea mzazi katika hawa wazazi wawili. Kila mtu amemtii. Ili kuishi ni lazima uwatii hawa wazazi watatu. Ili kuishi ni lazima ufanye walivyosema hawa watatu. Lakini wanadamu wanawatii hawa wazazi wawili. Hawa wazazi wawili mwanadamu anamtii. Hakuna mwanadamu, kuanzia na mtoto mchanga mpaka mzee, hakuna mtu aliyepungukiwa kuwatii hawa wazazi wawili, kwa sababu najua nikiwatii hawa ndivyo nitakavyoishi, ndio uhai wangu. Mzazi wa kwanza, mimi naanza kumweleza huyu mzazi wa katikati, maanake kuna wa kwanza, wa pili na watatu. Naanza na wa pili. Mzazi wa pili huyu ni mama. Mama aliyetuzaa. Kila mtu amezaliwa kwa mama. Kila mtu aliishi tumboni mwa mama. Kila mtu amezaliwa kutoka kwa mama. Kwa hiyo mwili ulionao ni sehemu ya mwili wa mama. Kwa hiyo kila mwanadamu duniani ametoka kwa mama. Mwanadamu anapozaliwa mara ya kwanza, akizaliwa siku hiyo hiyo, anakula chakula kinachotoka ndani ya mwili wa mama yake. Ametoka ndani ya mama, na chakula anachotakiwa kula huyu mtoto, huyu mtu, ni kile kinachotoka ndani ya huyo mama aliyemzaa, ya huyo mzazi aliyemzaa. Wanadamu wote tulipozaliwa hatukufunzwa sisi kula.
Tumezaliwa, Mungu ametupa uwezo wa kula chakula, lakini chakula cha kwanza ili kuishi ni lazima ule chakula kinachotokana na huyo mama, kinachotoka ndani ya mwili wa huyo mama. Hiki ndicho chakula cha wanadamu wote wameanza kula ili kuishi. Hakuna mtu anaweza kusema sikunyonya maziwa ya mama. Hiki ndio chakula cha kwanza. Mungu anapoandaa mtoto kuja ulimwenguni, anaandaa na chakula kwa ajili ya huyo mtoto, na hicho chakula amekiweka ndani ya mama yake, ndani ya mwili wa mama yake alikotoka. Kwa hiyo anakula chakula kinachotoka ndani ya mama yake. Hakuna mtu aliyesema sitaki kula. Kila mtu alikula ili aishi, na ndio maana tunaishi leo. Wote tumekula chakula cha mama kinachotoka ndani ya mwili wa mama, kwa sababu sisi wenyewe tulitoka ndani ya mwili wa mama. Hapa hakuna mpinzani, kila mtu ametii, kila mtu ametii. Na kama umetii hivi, umekuwa mwema sana. Mzazi wa kwanza sasa tunamwacha, mzazi mwingine sasa. Huyu tuseme wa kwanza au wa pili? Ni ardhi. Mwanadamu ameumbwa kwa ardhi. Mtu wa kwanza ameumbwa kwa udongo. Mtu wa kwanza ni Adamu wa udongo, ameumbwa kutokana na ardhi. Ardhi ni mzazi wetu, tumeumbwa kutoka ardhi. Sisi wote, mama mkuu, mama yetu wa kwanza kabisa, mama aliyetuzaa ni ardhi. Kwa hiyo sisi ni wa udongo, kwa sababu tumeumbwa kwa udongo. Mungu amefanya haya mambo kwa mifano. Kwa kuwa sisi ni sehemu ya udongo, sasa Mungu ametutengenezea chakula kutoka udongo, kwamba tunakula chakula hapa duniani kinachotoka kwa mama yetu udongo. Kila mwanadamu anakula chakula kinachotokana na udongo na ardhi. Kwa hiyo matunda yanatoka ardhini. Kila chakula anachokula mwanadamu hapa duniani kinatoka kwa mama yetu udongo. Kwa hiyo kama tuliumbwa kwa udongo, sisi ni watoto wa udongo, sisi tumezaliwa kwa udongo, na chakula chetu kinatoka kwa mzazi wetu udongo. Kila chakula, kila aina chakula kinatoka kule. Ndio maana kila siku tunakula. Hakuna mtu aliyesubutu kusema sitaki kula hapa duniani. Kama unataka kuishi, ni lazima utakula chakula cha mzazi wako ambako wewe ulitoka udongoni. Hapa kwa 100%, hakuna anayesema siri. Hawa wazazi wawili, mama ardhi na mama mwanadamu, hakuna mtu aliyesema siri, kwa sababu anajua asipokula na kufa. Kwa hiyo ili aishi ni lazima ale chakula kinachotokana na udongo. Ili aishi ni lazima ale maziwa ya mama kutoka ndani ya mama. Kila mwanadamu anatii hadi leo hii. Kila mwanadamu anaishi hivyo kama Mungu alivyoamuru, anaishi hivyo. Lakini wanadamu hawa hawajui nini maana yake hasa Mungu ameumba hivi. Hawa watu, wanadamu wote wanatii hawa wazazi wawili. Mzazi wa kwanza wanayemtii ni ardhi. Wanakula chakula kutoka ardhi, iwe mihogo, iwe unga, iwe ngano, iwe kila kitu, matunda, kila kitu kinatoka ardhi. Kila siku wanakula ili kuishi. Mzazi wa pili ni mama aliyetuzaa. Kila mtu aliyezaliwa alinyonya kwa mama ili kuishi. Lakini mzazi wa tatu, huyu mzazi wa tatu ni mkuu kuliko hawa wote wawili. Huyu mzazi wa tatu ni mkuu kuliko ardhi, kuliko mama aliyetuzaa duniani. Ni mkuu sana. Lakini cha ajabu, wanadamu wote 99% au 98%
wamemkataa mzazi huyu. Hawataki kula chakula kinachotokana na huyu mzazi aliyewazaa. Mzazi wa kwanza aliyewazaa wamekula, mama, wamenyonya. Mzazi wa pili ardhi, wanaendelea kula chakula cha ardhi hadi leo, wanamtii. Lakini mzazi wa tatu aliye mkubwa wa kuogopwa kuliko wazazi wote, huyo ndio wamemkataa. Kwa hiyo kwa sababu wamemkataa, hawataki kula chakula kinachotokana na huyo mzazi, kwa sababu wazazi wawili hawa, ardhi na mama yetu wa dunia hii, hawa wanatupa uzima wa mwili tu. Ili kuishi lazima tule chakula kinachotokana na wao, lakini huyu mzazi wa tatu, yeye anatupa uzima wa milele. Huyu ni mzazi wa tatu, ni mkuu kuliko huu mwili. Huyu ni mzazi wa roho. Wanadamu wamemkataa, kwa hiyo hawataki kula chakula chake. Neno la Mungu linasemaje? Tusome katika waraka wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23 tuliousoma unasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Wanadamu wanaomcha Mungu wanaonekana kuzaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza tumezaliwa kwa mama wa dunia. Mara ya pili tunazaliwa kwa mama au kwa mzazi wa roho kwa ajili ya uzima wa milele. Tumezaliwa kwa neno mara ya pili. Neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo hilo neno la Mungu. Kwa huyu neno tumezaliwa mara ya pili. Kwa huyu Yesu Kristo, huyu neno la Mungu ametuzaa mara ya pili ili tuwe wana wa Mungu, kama anavyosema katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Tusome mara moja. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 10 na wa 11 tunasoma. Anasema, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Tumesoma 10 hadi 12. Yesu Kristo ndiyo neno la Mungu, na kwa neno hilo Mungu ametuzaa mara ya pili. Sasa wote wanaomwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake, hao ndio wana wa Mungu. Hakuna mwana wa Mungu yoyote ulimwenguni nje ya Yesu Kristo. Hakuna mtu anayeweza kuitwa yeye ni mwana wa Mungu nje ya Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ametuzaa kwa neno lake. Yesu Kristo ndio neno la Mungu. Tumezaliwa kwa Yesu Kristo mara ya pili, kwa jinsi ya roho, sio kwa jinsi ya mwili. Tunaposema sisi ni wana wa Mungu ni kwa jinsi ya roho, kwa sababu Yesu Kristo ni roho, na yeye alikuja kukomboa roho zetu zipate uzima wa milele. Sasa sisi ni wana wa Mungu kwa jinsi ya roho. Ikiwa tuliumbwa kutoka ardhi, chakula tunachokula ni kile kinachotoka kwa mzazi wetu ardhi. Ikiwa tulizaliwa kwa mama yetu, mama wa dunia hii, kutoka tumbo la mama, chakula cha kwanza tulichokula ni chakula kinachotoka ndani ya mama yetu. Na kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili kwa jinsi ya roho kwa neno la Mungu Yesu Kristo, chakula ili kuwa na uzima wa milele, kila siku chakula chetu sisi na kinywaji chetu sisi chakula tumepewa, ambacho ni nini? Yesu Kristo mwenyewe. Ni kile chakula kitakachotoka ndani ya Yesu Kristo mwenyewe, chakula kwa ajili ya uzima wa milele cha kila mwana wa Mungu.
kwa Yesu Kristo ni kile chakula kinachotoka ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Kinywaji cha kunywa wana wa Mungu kila siku kwenye maisha yao wakiwa hapa duniani ili kuulisi uzima wa milele ni kile kinywaji kinachotoka ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Watu wanatakiwa kuelewa hivyo. Mungu amefanya mzazi wa kwanza na mzazi wa pili kuwa mfano, kutufundisha sisi kwa habari ya mzazi wetu wa roho. Kama vile tuliumbwa kutoka ardhi na tunakula chakula kutoka ardhi, mama yetu, baba yetu. Kama vile tulivyozaliwa kutoka kwa mama, tukala chakula kinachotoka ndani ya mama, maziwa ya mama, vile vile tumezaliwa kwa neno la Mungu Yesu Kristo, chakula kila siku katika ibada zetu, katika kumcha Mungu ni chakula kile kinachotoka ndani ya Yesu Kristo, na kinywaji chetu kitoke ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa tumepewa chakula cha mzazi wetu kinachotokana na yeye mwenyewe, tule na kunywa milele mpaka atakapokuja kutuchukua. Hii Injili ndio watu wanaikataa. Wamemtii mzazi wa kwanza, wamemtii mzazi wa pili, mzazi wa tatu Yesu Kristo, wanagoma kula chakula chake, wanagoma kula kinywaji chake. Sasa wanasema si tunataka vinywaji vya dunia na chakula cha dunia. Hawataki kula chakula kinachotokana na mzazi aliyewadhaa kwa neno. Hawataki kula kwa sababu kinatoka kwake. Hawataki kula, wanataka mauti, wanakataa uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Ukienda makanisani kwao, kila siku kwenye ibada zao wanahubiri tu mambo ya dunia, wanalisha roho zao vyakula vya dunia ambavyo havitokani na yeye aliyewazaa kwa jinsi ya roho, havitokani na Yesu Kristo, havitoki ndani ya Yesu Kristo. Wanahubiri fedha na mali ambayo siyo chakula kinachotoka ndani ya Yesu Kristo. Wanahubiri majumba na magari ambavyo vitu havitoki ndani ya Yesu Kristo. Vinatoka wapi hivyo? Ibilisi, shetani. Sasa wanalishwa sumu badala ya chakula kwa ajili ya uzima wa milele. Chakula cha huyu neno aliyetuzaa ni nini? Na kinywaji cha huyu neno aliyetuzaa ni nini? Yesu Kristo mwenyewe katika Yohana 6 anasema, mimi ndimi chakula, na chakula ninachowapa ninyi ni mwili wangu, na kinywaji ninachowapa ninyi ni damu yangu. Tusome mara moja Yohana 6. Yohana 6 mstari wa 33. Yesu Kristo anasema, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Yeye ndiyo chakula na yeye ndiye kinywaji, na hiki kinywaji na hiki chakula kimetoka mbinguni. Ni chakula cha Mungu aliyetuzaa kwa neno. Kwa hiyo kwa Yesu Kristo tumezaliwa mara ya pili, na chakula tulichopewa na Mungu kula na kunywa ni ndani ya Yesu Kristo, kinatoka kwa Yesu Kristo, kwa sababu hicho chakula kinatoka mbinguni. Ni chakula cha roho kwa ajili ya uzima wa roho, ni kinywaji cha roho kwa ajili ya uzima wa roho. Ukisoma sura hiyo ya 6 mstari wa 51 anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa milele. Mstari wa 51. Chakula kwa ajili ya uzima wa roho zetu kinatoka mbinguni. Yesu anasema ni mwili wangu. Kinywaji
cha uzima wa roho zetu kinatoka mbinguni. Yesu anasema ni damu yangu. Kwa hiyo mtu akiamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, huyu anakula mwili na damu ya Yesu Kristo, ana uzima wa milele. Na hapo ndipo tunapohubiri mambo ya mbinguni. Unapohubiri kila siku mwili na damu ya Yesu Kristo, unawalisha watu chakula cha mbinguni, unawalisha watu kinywaji cha mbinguni, kwa ajili ya uzima wa mbinguni, kwa ajili ya uzima wa milele. Hiki ndicho chakula cha mzazi wetu kinachotoka ndani ya mzazi wetu. Yesu Kristo ametuzaa mara ya pili, na chakula tunachotakiwa kula kile kinachotoka ndani yake, mwili na damu yake. Watu wanahubiri fedha na mali, kana kwamba fedha na mali ndiyo ilitoka ndani ya Yesu Kristo. Msalabani ulionekana mwili wa Kristo ukipigwa kwa ajili yetu. Msalabani ilionekana damu ya Yesu Kristo ikivuja, ikimwagika kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Huo mwili na hiyo damu ndiyo chakula cha watoto waliomwamini Mungu kwa Yesu Kristo, wanaomwamcha Mungu kwa Yesu Kristo, wanaomtegemea Yesu Kristo. Hicho ndiyo chakula chao. Mstari wa 53 anasema hivi, na 64 anasema basi Yesu, mstari wa 53, basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wangu, mwili wake mwana wa Adamu, na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Wanaohubiri mambo ya dunia, fedha na mali, hawa wanalo fungu lao kuzimu, mauti ya milele, kwa sababu hicho chakula si kwa ajili ya roho, kwa ajili ya mwili na roho wamepoteza. Ndio wanahubiri majumba na magari, ndio wanahubiri fedha na mali, ndio wanahubiri kuona kuolewa, lakini haya yote ni mambo ya dunia hii. Kwa hiyo fungu lao wanalo kuzimu, kwa sababu hivyo vitu wanavyovihubiri havimpi mtu uzima wa milele, bali mauti ya milele. Watakwenda kuzimu kwa Ibilisi wanayemtii, ambaye ndiyo baba yao. Ndiyo maana hicho chakula kinatokana na Ibilisi. Kwa hiyo wanamtii Ibilisi. Na wanaohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo wanatii katika mwili na damu ya Yesu Kristo, wanamwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake. Hawa wameshiba, hawana njaa tena, hawa hawana kiu tena, kwa sababu wana chakula kidumucho milele, hakiharibiki. Mtume Petro anasema, tuliposoma mstari wa 23 waraka wa kwanza sura ya kwanza, hicho ni chakula kidumucho milele. Hilo ni neno lidumulo milele. Watu wanatakiwa kujua, kama tunavyomtii mzazi wetu ardhi, tunakula chakula chake kila siku hapa duniani, ndivyo tunavyotakiwa kumtii Mungu kwa Yesu Kristo, kumtii Yesu Kristo na kula chakula kinachotoka ndani ya Yesu Kristo, yani mwili na damu yake, ndio tunapata uzima wa milele. Mtu akiwa na imani katika mwili na damu ya Yesu Kristo, huyo ndiye mwenye nafasi na haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Lakini haya mafundisho tunayoyasikia kwenye makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali, yanaumiza roho. Tunasikitika, tunatikisika. Kanisa linatikisika. Ibilisi analitikisa kanisa. Ibilisi anamaliza watu, anawapeleka kuzimu. Ibilisi anapulula watakatifu, anaelekea kuzimu. Watu wanaomtafuta Kristo sasa wamejikuta wamepatikana na Ibilisi, kwa sababu ndani ya makanisa wanahubiriwa fedha na mali, chakula cha kuzimu baba yao, badala ya kuhubiriwa chakula ambacho cha Yesu Kristo aliyetuzaa, yani mwili na damu yake. Sasa watu wanahubiriwa fedha na mali, wanahubiriwa magari na majumba. Ndicho chakula cha Ibilisi. Huo ndio uongo wa Ibilisi.
wana uzima wa hapa duniani kwa jinsi ya mwili, wanahubiri mambo ya dunia, hawana uzima wa milele, kwa kuwa kile wanachokula kila siku madhabahuni, makanisani mwao, wanakula chakula cha kuzimu. Mauti inawasubiri. Kama wakigeuka na kuacha haya mambo ya kuzimu, wakaanza kumtii Yesu Kristo, wakaanza kuipenda damu ya Yesu Kristo, kuitumaini hiyo pekee bila kuchanganya na kitu chochote kile, mwili na damu ya Yesu Kristo, Mungu atajivunia na kuwasamehe. Atawalita, watakuwa wana wa Mungu, wataulisi uzima wa milele pamoja na sisi. Damu ya Yesu Kristo.